My name is Abdul Qadir Lorot Hussein Ramadhan. Wa kwanza kufika mbele ya kamati hiyo ya uteuzi alikuwa hakimu mkuu wa mahakama ya Naivasha Abdul Qadir Lorot Ramadhan. Proceed. Ramadhan akitakiwa kueleza kwa mapana na marefu ufaafu wake wa kuongoza tume hiyo ambayo imekuwa ikikumbwa na utata kila wakati wa uchaguzi iwapo atapewa fursa hiyo. First of all, it's identifying stakeholders from the processes of the mandate of the IEBC, and the mandate of IEBC besides election also includes the boundaries and delimitation. Aliyekuwa msajili wa idara ya mahakama Ann Atieno Amadi alikuwa wa pili kuhojiwa akiandamwa na jinamizi la kashfa ya dhahabu gushi iliyomkabili mara baada ya kuondoka afisini. Amadi akijitenga na sakata hiyo akidai kuwa alikuwa mweupe kama pamba na wanaomhusisha na sakata hiyo wanalenga kumharibia jina, akiweka wazi kuwa tayari mahakama kuu ilimondolea lawama katika kesi hiyo. There was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. And I was very busy in the judiciary. There was no time even to go and, get into any kind of practice. Amadi akieleza atakavyoiongoza tume ya IEBC bila mapendeleo na kuahidi kuzihusisha vitengo vya serikali kulingana na sheria. All the engagements must be on the basis of strict observance of the rule of law. Aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kutekeleza katiba Charles Nyachae na ambaye pia aliwahi hudumu kama jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki alikuwa na wakati mgumu kueleza sababu zake za kujiuzuru katika nafasi hiyo na iwapo atajiuzuru endapo atapewa nafasi ya kuhudumu kama mwenyekiti wa IEBC. I was not adding value to the people of East Africa by remaining in a court which is hardly operating. I felt that it was not right to continue, especially as I say, when you're continuing to earn an intersessional allowance and you're doing nothing. Nyachae vile alikuwa na fursa ya kujitenga na madai kuwa yeye ni mwaniaji wa serikali. A state candidate for this job? No. I'm not sure what a state candidate is, but mwengine aliyehojiwa ni wakili Edward Katama Ngewa. Zoezi hilo linaendelea hapo kesho huku wanasheria Kakai Kisinga na Joy Mdivo wakiwa kati ya watakaowekwa kikangoni. James Mwangi, Undugu TV.